الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 14 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2026 Miladia. يقول العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى katika kitabu chake hiki Ma'arij al-Qabul بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، قال: طبقة أخرى. وقال المزني في عقيدته: الحمد لله أحق ما بدا وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه فهو دان بعلمه من خلقه. Tabaka jingine baada ya tabaka la Imam Shafi'i na Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, tabaka jingine la maulama lililo na itikadi hii ya kwamba Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake. Qala wa qala al-Muzani fi aqidatihi, amesema al-Muzani katika itikadi yake. Al-Muzani ni katika wanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Faqala rahimahullah: alhamdulillahi ahaqqa ma bada wa awla man shakar wa alayhi uthni, namhimidi Allah wa halisia wa vile alivyodhihiri, wa awla man shakar, na aula ya mwenye kumshukuru, wa alayhi uthni, na kwake yeye na msifu, alwahidi samad, aliye peke yake mmoja mwenye kutegemewa kwa haja zote, laisa lahu sahibatun wala walad, hana mke wala hana mtoto, jalla anil mathal, ametukuka na mfano, fala shabiha lahu wala adil, hakuna anayefanana naye wala hakuna aliye sawa naye, as-sami' al-basir, mwenye kusikia mwenye kuona, al-alim al-khabir, mjuzi, al-mani' ar-rafi', alin ala arshihi, mwenye kuzuia aliye juu ya arshi yake, fahuwa danin biilmihi min khalqihi, aliye juu ya arshi yake yeye yuko karibu na viumbe vyake, biilmihi, kwa ujuzi wake. Fahuwa danin biilmihi min khalqihi, yeye yuko karibu kwa ujuzi wake, yuko karibu na viumbe vyake. Walquranu kalamullah wa min Allah, na Qurani ni maneno ya Allah yanatoka kwa Allah. Laysa bimakhluqin fayabid, si yenye kuumbwa Qurani, si yenye kuumbwa ikamalizika. Wa qudratullahi wa ni'matuhu wa sifatuhu kalimatun ghairu makhluqat, uwezo wa Allah na neema zake na sifa zake ni kalimatun ghairu makhluqat, ni maneno yasiyoumbwa. Daimatun azaliyat, maneno ya daima, maneno ya tangu zamani. Laysa muhdathatin fatabid, si yenye kuzushwa yakamalizika. Wala kana rabbuna naqisan fayazid, na hakuwa Mola wetu ni mpungufu kisha akazidi. Wama kana rabbuna naqisan fayazid, hakuwa Mola wetu ni mpungufu kisha akazidi. Jallat sifatuhu an shabahil makhluqin, zimetukuka sifa zake na kufanana na viumbe. Alin ala arshihi, yuko juu ya arshi yake. Bainun min khalqihi, mwenye kupambanukana na viumbe vyake. وذكر ذلك المعتقد
akataja al-Imam al-Muzani itikadi hiyo ya ahli sunna wal jamaa. Kwa al-Imam Shafi'i na wanafunzi wake wote ni katika maulama wa ahli sunna wal jamaa, wote wana itikadi hii ya Mtume sallam na masahaba wake. Hawakuwa katika itikadi ya Jahmiya wala itikadi ya Ash'ira wala wengineo. Waqala la yasihhu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah ala arshihi bisifatihi. Akasema tena Imam al-Muzani, haisihi kwa yoyote tauhidi haitasihi kwa yoyote mpaka ajue kwamba Allah yuko juu ya arshi yake bisifatihi, kwa sifa zake. La yasihu li ahadin tauhidun hatta ya'lama anna Allah ala arshihi bisifatihi. Haisihi tauhidi kwa yoyote mpaka ajue na kuitakidi kuwa Allah yuko juu ya arshi yake bisifatihi, kwa sifa zake zote alizojisifia nafsi yake, pia sifa zote ambazo Mtume sallam amemsifia Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu mithla ayi shay'in, nikasema mfano wa kitu gani hizo sifa zake? Qala sami'un basirun alimun qadirun. Rawahu ibn Mandah, amepokea hiyo athari hiyo Ibn Mandah. وسئل محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله تعالى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. ajue mtu kwamba Allah yuko pamoja na yeye popote alipo. liya'lama al-'abdu anna Allah ma'ahu haythu kan. Faqala yuridu anna Allah ilmuhu muhitun bikulli ma kana wallahu 'ala al-'arshi. Anakusudia kwamba Allah ujuzi wake ni wenye kuzungukia kila kilichokuwa, na Allah yuko juu ya arshi yake, lakini anajua kila kitu. Yuridu anna Allah ilmuhu muhitun bikulli ma kana wallahu 'ala al-'arsh. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في آخر الجامع الصحيح في كتاب الرد على الجهمية، قال باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء. الإمام البخاري katika sahihi yake ameweka mlango huo, babu قول الله تعالى وكان عرشه على الماء. قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع. استوى على عرشه ina maana irtafa, yuko juu ya arshi yake. Waqala Mujahid fi istawa ala al-arshi, yuko juu ya arshi. Waqalat Zainab ummul mu'minin radhiyallahu anha zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati. Allah ameniozesha wakati yeye yuko juu ya mbingu saba. Zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati. Allah ameniozesha Zaid wakati yuko juu ya mbingu saba. Ameniozesha Mtume sallam wakati yuko juu ya mbingu saba. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Zaid alipomtaliki huo Zainab, Allah subhanahu wa ta'ala akamuozesha Mtume sallam huyu Zainab. Kwa anajigamba na kusema zawajani Allahu min fawqi sab'i samawati. Allah ameniozesha Mtume wakati Allah yuko juu ya mbingu saba. Kwa aya hii falamma qadha Zaidun minha watara zawajnakaha. Thumma innahu bawwaba rahimahullahu ta'ala ala akthara ma tunkiruhu al-jahmiyya min as-sifat muhtajjan bil ayati wal ahadith. Kisha Imam al-Bukhari akaweka mlango rahimahullahu ta'ala kwa zaidi wanavyokanusha hawa Jahmiya katika sifa za Allah, muhtajjan bil ayati wal ahadith, hali ya kutolea hoja sifa hizo kwa aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Kwa hiyo maulama wote biduni ikhtilaf, bila ikhtilaf, wamewafikiana kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Hakuna tofauti wala ikhtilafu ya jambo hili katika maulama. Lakini wamekuja hawa Jahmiya wakachafua itikadi hii sahihi iliyo na dalili katika Qur'ani na Sunna, wakatoa itikadi ya kwamba Allah yuko kila mahali, hayuko mbinguni. Aya zinathibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi, hadithi zinathibitisha, maulama wanathibitisha. Wao wanaleta itikadi ya kwamba Allah hayuko juu ya arshi, Allah yuko kila mahali. Hawa Jahmiya ndio waloleta uchafuzi huo wa akida hii sahiha, akida ya sunna wal jamaa iliyo na dalili nyingi katika Qur'ani na hadithi. Sasa wao wanaangalia akili, hawaangalii nususi hizi, wanawacha nyuma nususi, wanaweka mbele akili zao, kwamba mbona ukisema Allah yuko juu, mbona itakuwa ni kama viumbe nao wanakuwa juu ya ndege na Allah naye atakuwa juu. Akili, unaelewa? Wanatanguliza akili kuliko nukuu na nususi hizi za Qur'ani na Sunna. Sivyo, haitakiwi hivyo. Maadam aya zimethibitisha hivyo, hadithi zimethibitisha hizo, masahaba na ahlul ilmi wengine, hakuna tena fikra nyingine za kutia akili mtu kwamba sio hivi ni hivi. وقال أبو زرع الرازي وسئل عن تفسير الرحمن على العرش استوى فغضب. أبو زرع الرازي aliulizwa kuhusu tafsiri ya aya hii الرحمن على العرش استوى فغضب, akakasirika. وقال تفسيره كما تقرأ, akasema tafsiri yake ni kama hivi unavyosoma, huwa ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan. Yeye Allah yuko juu ya arshi yake na ilmu yake iko kila mahali. Na hii ndio sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiruha qiraatuha, tafsiri zake ni hiyo hiyo kuzisoma, hazina tafsiri nyingine. Yadullahi fawqa aydihim wa qalat alyahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Mikono yake imekunjuliwa, anatoa anavyotaka. Tafsiri ya yadahu ni hii kuisoma, hakuna tafsiri ya kwamba qudratahu. Ndio maana kaulihi tafsiruhu kama taqra'u, tafsiri yake ni kama unavyosoma, hakuna tafsiri nyingine. Huwa ala arshihi wa ilmuhu fi kulli makan, Allah yuko juu ya arshi yake, lakini ujuzi wake uko kila mahali, anajua kila kitu. Qala man qala ghayra hadha fa alayhi la'natullah. Abu Zur'a ar-Razi asema anayesema kinyume cha hivi ni imshukie laana ya Allah. Man qala ghayra hadha fa alayhi la'natullah, anayesema kinyume cha hivi imshukie laana ya Allah. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرع رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين. عبد الرحمن بن أبي حاتم أسمعني لموليز بابانه أبو حاتم الرازي، موليز بابانه na Abu Zur'a rahimahuma Allah ta'ala kuhusu madhehebu ya Ahlusunna wal Jamaa katika misingi ya dini. Wama adraka alayhi alulama fi jami' al-amsar Hijazan wa Iraqan wa Misran wa Shaman wa Yamanan, na walivyodiriki maulama katika miji yote hiyo, miji ya Hijaz na Iraq na Misri na Sham na Yaman. Fakana min madhhabihim anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arshihi bainun min khalqihi. Ikawa katika madhehebu yao maulama hawa wote ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, mwenye kupamanukana na viumbe vyake, kama wasafa nafsahu bila kaif, kama alivyoisifia nafsi yake bila kuelezea namna ya ujuu wake. Bainun min khalqihi
kama wasafa nafsahu bila kaifin, bila ya kuelezea sampuli ya kuwa juu ya arshi yake. Ahata bikulli shay'in ilma, Allah amezungukia kila kitu kwa kukijua, pamoja na kwamba yuko juu ya arshi yake. Ahata bikulli shay'in ilma, amezungukia kila kitu kwa kukijua. Waqala Muhammad ibn Idris ibn Manda al-Handali Abu Hatim al-Razi: wa na'taqidu anna Allah azza wa jalla ala arshihi ba'inun min khalqihi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sasa Muhammad ibn Idris ibn Manda al-Handali Abu Hatim al-Razi, tunaitakidi kuwa Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi yake, mwenye kupambanuka na viumbe vyake, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, mwenye kuona, lakini hafanani na kitu chochote katika viumbe vyake. Laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rawahu Abu al-Qasim at-Tabari. Wa qala Yahya ibn Mu'adh ar-Razi: inna Allaha 'ala al-'arsh ba'inun min khalqihi ahata bikulli shay'in ilma. Allah yuko juu ya arshi, mwenye kupambanuka na viumbe vyake, amezungukia kila kitu kwa kukijua. La yashuddu an hadhihi almaqala illa jahmiyun yamzuju Allah bi khalqihi, hatoki na makala haya na itikadi hii isipokuwa mtu jahmi ambaye anamchanganya Allah na viumbe vyake. La yashuddu an hadhihi almaqala illa jahmiyun yamzuju Allah bi khalqihi, hatoki katika kiasi na maneno haya isipokuwa jahmi ambaye anamchanganya Allah na viumbe vyake na kusema kwamba Allah yuko kila mahali. Rawahu sahibul Faruq. وعن محمد بن أسلم التوسي رحمه الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء. أسمع عبد الله بن طاهر: imenifikia kwamba wewe huinui kichwa chako mbinguni. Balaghani annaka la tarfa'u ra'saka ila as-samaa. Mpokea Muhammad ibn Aslam at-Tusi rahimahullah ta'ala anasema: qala li Abdullah ibn Tahir, Abdullah ibn Tahir aliniambia, balaghani annaka la tarfa'u ra'saka ila as-samaa, imenifikia kwamba wewe huinui kichwa chako mbinguni. Yani kama unakataa itikadi hii ya kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Fakultu: wa hal arjul khaira illa mimman huwa fi samaa, na je, natarajia kheri ipatikane isipokuwa kutokana na aliye mbinguni? Kheri naitarajia kutokana na aliye juu mbinguni, Allah tabaraka wa taala. Wa hal arjul khaira illa mimman huwa fi samaa. رواه الحاكم في ترجمته. وقال عبد الوهاب الوراق: من زعم أن الله ها هنا فهو جهمي خبيث. anayedai kwamba Allah yuko hapa, huyo ni jahmi khabith. inna Allah azza wa jalla fawqa al-arshi wa ilmuhu muhitun bid-dunya wal-akhirah. Allah azza wa jalla yuko juu ya arshi na ujuzi wake umezungukia dunia na akhira. Anajua kila kilicho duniani na kilicho akhira na kilicho mbinguni, kila kitu anakijua. Wa huwa fawqa al-arsh. وكتب حرب الكرماني إلى عبد الرحمن بن محمد الحنظلي: إن الجهمية أعداء الله. ameandika hivyo, jahmiya hawa wenye itikadi hiyo ya kwamba Allah yuko kila mahali ni maadui wa Allah. Innal jahmiyata a'da'ullah, hawa jahmiya ni maadui wa Allah. Wa humul ladhina yaz'umuna anna al-Qur'ana makhluq, na hao pia ndio wanaodai kwamba Qur'ani imeumbwa.
wa anna Allah lam yukallim Musa, na kwamba Allah hajamsemesha nabii Musa, wala yura fil akhirah, na hataonekana Allah huko akhirah. Zote hizi ni itikadi za kijamia, ndio wanaosema hivi. Innal jahmiya a'da'ullah, jahmiya ni maadui wa Allah. Wa humul ladhina yaz'umuna anna alqur'ana makhluq, na wao ndio wanaodai kwamba Qur'ani imeumbwa. Wa anna Allah lam yukallim Musa, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajamsemesha nabii Musa. Sasa si aya ile wanayosoma vipi? Wa kallama Allahu Musa taklima, wanaisoma kwa kugeuza wa kallama Allah Musa taklima. Wasivyo na adabu watu hao. Pia wanadai kwamba la yura fil akhirah, Allah hataonekana huko akhira, wakati mwenyewe anathibitisha lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliofanya wema duniani wana husna, pepo na ziada. Tume akafanya ziada ni ru'yatu wajhi llahi tabaraka wa taala. Wala yu'rafu lillahi makan, wala haijulikani kwa Allah mahali popote. Walaysa ala al-arshi, zote ni itikadi za kijamia kwamba Allah hayuko juu ya arshi, wala kursi, wala hakuna kursi. Wa hum kufarun fahdharhum, anamalizia kusema hao ni makafiri, tahadhari nao. Wa hum kufarun fahdharhum. وقال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام في كتاب النقل: قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. asema Uthman ibn Sa'id ad-Darimi al-Imam katika kitabu An-Naqli, asema qad ittafaqatil kalimatu min al-muslimin, maneno ya waislamu yamewafikiana, anna Allah fawqa arshihi, kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, fawqa samawati, juu ya mbingu zake, ya'lamu wa yasma'u min fawqi al-arsh, anajua na anasikia huko juu ya arshi, anajua kila kitu, anasikia kila kitu. La takhfa alayhi khafiyatun min khalqihi, halijifichi kwake lolote linalojificha katika viumbe vyake. Wala yahjubuhum anhu shay'un, wala kuna lolote linalojificha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na viumbe vyake, pamoja na kwamba yuko juu ya arshi yake, lakini hakuna jambo lolote ambalo halijui au linajificha halioni. وقال أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله تعالى: كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه، مع قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ومع قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. anasema Abu Muhammad ibn Qutayba rahimahullahu ta'ala: kaifa yasughu li ahadin an yaqul inna Allah subhanahu wa ta'ala bikulli makanin ala alhulul, vipi inajuzu kwa yoyote kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko kila mahali, ala alhulul, kwa itikadi hii ya hulul kwamba anaingia katika kila kitu. قال مع قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. atasemaje mtu hivyo wakati Allah anasema arrahmanu ala al-arshi istawa, Allah amelingana sawa juu ya arshi yake huko juu. Wa ma qawlihi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u, kwake yeye hupanda maneno mazuri na amali njema hupandisha hayo maneno mazuri. Wal 'amalu as-salihu yarfa'uhu, amali njema wanazofanya watu wanapandisha maneno yao mazuri, hayo wanayapandisha kwa Allah.
fakaifa yas'adu ilayhi shay'un huwa ma'ahu, vipi kitapata kitu kwake wakati yeye yuko pamoja naye huyu kiumbe chake? Mbona yapanda sasa? Yapanda wapi? Yapanda kwa nani hayo maneno mazuri na amali nzuri zapanda kwa nani kama Allah hayuko juu? Wa kaifa ta'ruju almalaikatu waruhu ilayhi wa huwa ma'ahu, na vipi malaika wanapanda na Jibrili wanapanda kwake, wa huwa ma'ahu, wakati Allah yuko pamoja naye? Vyote hivi vinapanda kwa Allah. Qala law anna haula'i raja'u ila fitratihim wama rukibat alayhi dhawatuhum min ma'rifati al-khaliq la'alimu anna Allah azza wa jalla huwa al-aliyyul a'la. Hawa lau wangerejea kwenye fitra yao, maumbile yao walivyoumbwa na Allah, wama rukibat alayhi dhawatuhum, na lili ambalo zimepandanishwa juu yake dhati zao. Yapi? min ma'rifati al-khaliq, kumjua muumbaji. Lau wangerejea hilo, la alimu anna Allah azza wa jalla huwa al-aliyyul a'la, wangejua kwamba Allah azza wa jalla ni mtukufu na yuko juu. Wa anna al-aydiya turfa'u bid-du'a ilayhi, na mikono inainuliwa kwa kumuomba Allah aliye juu. Wa anna al-aydiya turfa'u bid-du'a ilayhi, na kwa mikono inainuliwa kwa ajili ya kumuomba Allah aliye juu. Wal umamu kulluha ajamiyuha wa arabiyuha taqulu inna Allah fi as-sama ma tarakat ala fitratiha ala fitariha. Umma wote wasiokuwa Waarabu wote hao wanasema kwamba Allah yuko mbinguni, hawakuacha haya maumbile yao walioumbiwa na Allah, hawakuacha. Hii ni fitra, hii ni fitra. Hata kama mtu hajasoma akida hii ya Ahlusunna wal Jamaa atasema hivi kwamba Allah yuko juu. Fitra ya kila mtu, si Waislamu peke yake, hata mabaniani, makafiri, ukimuuliza kwamba Allah yuko juu, ndio fitra ya kila mtu. Lakini hawa wanataka kubadilisha fitra hii ya watu walivyoumbiwa kuwa na itikadi hii sahihi. Kila mtu ameumbwa kwa fitra hii ya itikadi sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Hawa Jahmiya wanachafua itikadi hii na kuambukiza watu itikadi mbaya, itikadi chafu ya kwamba Allah hayuko mbinguni, Allah yuko kila mahali. وقال أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني جميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها. yote yaliyo katika kitabu chetu kitabu Sunnati al-Kabir cha huyo Ibn Abi Asim al-Shaybani, yote yaliyo katika kitabu chetu kitabu Sunnati al-Kabir, katika hadithi ambazo tumezitaja, annaha tujibul ilma, kwamba zinawajibisha kujua, fanahnu nu'minu biha, sisi tunaziamini hadithi hizo zote, lisihatiha, kwa sababu ya usahihi wa hadithi hizo, wa adalati naqiliha, na uadilifu wa wenye kunukuu hadithi hizo. Wajibu taslimu laha ala dhahiriha, na ni lazima kujisalimisha kwenye hadithi hizo kwa dhahiri yake. Wa tarku takallufi alkalami fi kaifiyatiha, na kuacha kujikalifisha maneno katika kuelezea namna ya sifa hizo za Allah. Wa tarku alkalami wa tarku takallufi alkalam fi kaifiyatiha, na kuacha kujikalifisha maneno katika kuelezea sampuli na namna ya sifa hizo za Allah azza wa jalla. Qala fi kitabi sunnati lahu انظروا بتحقيق المحدث الألباني فذكر من ذلك النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش. akataja
Ibn Abi Asim katika kitabu chake hiki As-Sunnah Al-Kabir akataja katika sifa hizo kushuka Allah mpaka mbingu ya duniani. Hadithi ile, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thuluthul layl al-akhir, kila siku Allah subhanahu wa ta'ala inapofika thuluthi ya mwisho ya usiku anashuka kwenye mbingu ya duniani na kusema, mani yad'uni fa astaghfiru lahu, nani atakayeniomba fa utiyahu, nikampa, nani atakayenitaka msamaha nikamsamehe. Kila siku usiku huo. Hadithi sahihi. Idhan fadhakara min dhalika an-nuzula ila as-samai ad-dunya wal-istiwa ala al-arshi, akataja pia kulingana sawa kwa Allah juu ya arshi yake. وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه لما روى حديث أبي هريرة وهو خبر منكر عند أهل الحديث، لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. حديثي سيو صحيح من حديث منكر عند أهل الحديث. لو أنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. Sema lau nyinyi mngeiachilia kamba iende katika ardhi ya chini, kamba hiyo ingefika juu ya Allah, ingemshukia Allah. Sio hadithi sahihi. Lau annakum adlaytum bihablin ila al-ardi as-sufla lahabata ala Allah. Faqala ahlu al-ilmi arada lahabata ala ilmi Allah. Asema anakusudia, wa ahlu al-ilmi wasema anakusudia ingeshuka juu ya ujuzi wa Allah. Allah angeijua kamba hiyo inayoshuka katika ardhi ya chini, wa huwa ala al-arsh, wakati Allah yuko juu ya arsh, kama wasafa nafsahu fi kitabihi, kama alivyosifia nafsi yake katika kitabu chake. Waqala Abu Dauda Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sajistani fi kitab as-Sunnah min sunanihi babun fil jahmiyah, ameweka mlango wa kuita babun fil jahmiyah, mlango wa kuelezea hawa jahmiyah. Wasaqa fi dhalika hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yazalu an-nasu yatasaalun hatta yuqalu hadha khalqullah hadha khalaqa Allahu al-khalqa faman khalaqa Allah. La yazalu an-nasu yatasaalun hatta yuqal, watu wataendelea kuulizana mpaka itasemwa hadha khalaqa Allahu al-khalqa, hatta yuqala hadha, mpaka itasemwa hivi khalaqa Allahu al-khalqa, Allah ameumba viumbe. Faman khalaqa Allah, nani aliyemuumba Allah? Faman wajada fi dhalika shay'an falyaqul amantu billah, anayepata katika hilo kitu chochote akawa na tashwishi hiyo, akawa na tashwishi ya maneno haya, na aseme amantu billah, nimemwamini Allah. Wa fi riwaya fa idha qalu dhalika, wakisema hivyo, faqulu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma liyatful an yasarihi thalathan waliyasta'idh min ash-shaytan, kisha afanye tafwili ya kutematema mate upande wake wa kushoto mara 3, na atake hifadha na shetani, kwamba Allah amuhifadhi na shetani. Ndiye mwenye mawazo haya ya kuambia watu kwamba Allah ameumba viumbe. Nani aliyemuumba yeye huyo Allah? Nani aliyemuumba? Haya ni mawazo na fikra za shetani. Kwa mtu akihisi katika nafsi yake kuna mawazo hayo mabaya, falyakul hadha, falyakul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma yatfulu an yasarihi mara 3, kisha aseme a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Tumefahamu fikra kama hizi ni fikra za kishetani. Mtu akiwa na mawazo kama hayo, mtu akakaa akamfikiria Allah mpaka akapelekwa kwenye nani aliyemuumba Allah, aseme hivi
Allah atamuondoshea na tashwishi hizo na wasiwasi huo wa shetani. Asione kwamba yeye ana akili sana, la, si akili, ni shetani huyo. Shetani ndio anemfanya afikirie hivyo, sio akili. Akili ya mtu ni kuthibitisha nusus, hiyo ndiyo akili. Nusus za Qur'ani zipo, hadithi zipo, akili yako isizidi Qur'ani na Sunna. Akili yako ni pungufu, huwezi wewe ukajua sana zaidi ya Allah. Unaweza ukajua sana zaidi ya Allah na wahi, huwezi. Kwa akili yako iwe mwisho wake ni Qur'ani na wahi, hadithi za Mtume sallam, wa bas. Usijitie una akili sana hao wahi. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.